FM Nairobi. Hii ni Dira ya Siku. Ahlan wa sahlan msikilizaji, karibu tena. Rais Ruto atangaza kuwa pension haitatozwa ushuru kuanzia mwaka ujao. Mawaziri Matiang'i atarajiwa kufanya ziara huko Gusii, huku azma ya urais ikishika kasi, na serikali ya Tanzania yakanusha ukiukwaji wa sheria kesi ya Lissu ikisikilizwa katika mtandao. Karibu sana katika dira yetu jioni ya leo. Mimi naitwa Nur Said. Maafisa wa jinai wa upelelezi ya jinai wamezuru mzunguko wa Kenyatta, eneo la tukio ambalo mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were aliuawa kwa kupigwa risasi jana jioni na watu wasiojulikana. Maafisa hao walikuwa sehemu hiyo kuweza kukusanya ushahidi, huku wengine wakipeleleza gari la mbunge huyo lililokuwa limeegeshwa katika hospitali ya Nairobi, ambapo alikimbizwa baada ya kupatikana amepigwa risasi. Mbunge huyo kapigwa risasi na watu wasiojulikana waliokuwa wakiendesha pikipiki usiku wa saa 1-2 hapo. Haya yanajiri huku wabunge pamoja na wanasiasa mbalimbali wakimiminika nyumbani kwa mbunge huyo kutoa risala zao za rambirambi kufuatia mauaji ya Ong'ondo Were. Miongoni mwa waliofariji familia hiyo ni pamoja na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga na mbunge Peter Karuma. Rais William Ruto ametangaza rasmi kuwa malipo ya uzeeni almaarufu pension kwa wafanyikazi katika sekta ya kibinafsi na ya umma hayatalipiwa ushuru kuanzia mwaka ujao wa kifedha. Hatua hii ya mageuzi, rais anasema, inapendekeza katika mswada wa fedha mwaka 2025 kwa kutambua huduma na kujitolea kwa wafanyikazi katika miaka yao waliokuwa active wakifanya kazi, na hatua ya kuhakikisha kuwa wastaafu wanafanya hivyo kwa heshima. Ruto amesema kujitolea kwa serikali kwa ustawi wa wafanyikazi ni jambo ambalo lazima litiliwe maanani. Alikuwa akijibu lalama ya katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli kwamba baadhi ya waajiri hawajatekeleza nyongeza ya 6% ya kima cha chini kabisa cha mishahara iliyotolewa mwaka 2024. Rais aliagiza Wizara ya Leba kuhakikisha wafanyikazi hao wanatuzwa wanachostahili bila ubaguzi. Katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi humu nchini Francis Atwoli amedokeza kwamba atastaafu kutoka wadhifa wake huo. Akizungumza katika sherehe za Labor Day katika bustani ya Uhuru Gardens hapa jijini Nairobi, Atwoli mwenye umri wa miaka 75 amekiri kwamba amehudumu kwa muda wa kutosha baada ya kuongoza muungano huo kwa zaidi ya miaka 20. Hata hivyo, Atwoli amethibitisha kuwa anaweza kugombea muhula mwingine baada ya kuidhinishwa na wajumbe wa bodi kuu ya KOTU mnamo Aprili tarehe 29. And recently, Your Excellency, when we were with you in Nyanza, I did mention that you are my last president for me to serve. I have served all presidents of the Republic of Kenya, and I also assured shop stewards recently that as you see me here, I'm contemplating to exit. But then, because we have democracy and there are people who are watching what we are doing, whether we are responsive to workers' needs or not. Atwoli pia amechukua fursa hiyo kumtaka Rais William Ruto kusimama kidete na kutotishika na wapinzani wake ambao kulingana nayo anadai kuwa umaarufu wa Ruto umepungua. Amesema rais yungali maarufu humu nchini na wanaoendeleza dhana hizo ni waoga na wanapoteza muda wao. Usitishike. Iko watu wengi wanapenda kutisha sana. Mimi nilikuwa hapa President Kenyatta akiwa president. After 3 years we had a problem in the government. Jaramogi left. Nilikuwa hapa when Moi was a president. Kazi ya trade union, court is not a political party. We serve the government of the day. We negotiate for our rights. Huyo kijana nataka elewe hiyo. We must support the government of the day for the stability in the country, which will be extended to industrial stability. Waziri wa Leba Dr. Alfred Mutua ametoa wito wa kukomesha unyanyasaji wa kijinsia katika maeneo ya kazi, akiwataka waajiri kudumisha mazingira salama na yenye heshima kwa wafanyikazi wote.
Akizungumza katika sherehe za Labour Day, Mutua amesema afisi yake imepokea lalama nyingi tu kuhusu unyanyasaji, akionya kuwa mwenendo huo usio na maadili lazima ikomeshwe. Waziri huyo amesisitiza haja ya kukemea tabia isiyofaa na kuwasihi wasimamizi wazi kuacha kujihusisha na mahusiano haswa ya kimapenzi na wafanyikazi wao ambao wapo wengi katika daraja ya chini pale afisini. I get a lot of reports in my office about sexual harassment. Nataka kuambia Wakenya kwamba our sister, our children, our daughters, akiandikwa kazi, usianze kumpangia, unaanza kumnyemelea, na akikukataa unamfuta kazi, unaanza kumharas. We must ensure there is a safe working environment for our young girls and even our young boys. That power dynamics is something that we'll be talking about. A manager should not be dating a junior in the same office. Rais William Ruto ameshikilia kuwa ataendelea kutekeleza maamuzi yake ambayo ameyataja kutokuwa maarufu, huku akitupilia mbali madai ya wapinzani wake kwamba anaipeleka nchi visivyo. Akijipigia upatu, kiongozi huyo wa taifa amesema amebobea katika kufanya maamuzi bora, akitaja jinsi alivyoshinda uchaguzi uliopita kama mojawapo ya mifano. Alikuwa akizungumza katika sherehe za Labour Day za siku ya wafanyikazi, akithibitisha kwamba maamuzi yake yamechangia pakubwa taifa kufikia ukuaji wa kasi tangu mwaka wa 2022 alipochukua usukani. Rais Ruto ameongeza kuwa hatobadili mwelekeo kutoka kwa kazi ya kuimarisha uchumi wa taifa hata ikiwa itahitaji chaguzi za uongozi zisizokubalika. Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Dr. Fred Matiang'i anatazamiwa kujitokeza hadharani kwa mara ya kwanza mwaka huu katika eneo la Gusii siku ya Ijumaa hapo kesho. Matiang'i, kulingana na taarifa iliyotolewa na secretariat yake, ataanza ziara yake rasmi kule Nyansiongo, Kijauri, Keroka, Keumbu, Kisii Town na Nyamira. Ataandamana na viongozi waliochaguliwa kutoka eneo la Gusii wakiwemo magavana Simba Arati, Amos Nyaribo, maseneta Richard Onyonka, Okongo Omogeni pamoja na wabunge wa mabunge ya kaunti ya sehemu hiyo. Wakati akielezea ratiba ya Matiang'i, gavana Nyaribo ambaye ni sehemu ya secretariat yake alifichua kuwa ziara ya Gusii inaangazia dhamira ya waziri huyo wa zamani kusikiliza sauti za mwananchi wa kawaida. Okay. Siku ya kesho Ijumaa tarehe 2, presidential candidate wetu anaitwa Fred Matiang'i anatembelea mahali alizaliwa, mahali inaitwa Gusii. Safari yake itaanzia Nyansiongo, ielekea Keroka, toka Keroka isimame Keumbu, mkutano mkubwa ikuwe Kisii County hapo roundabout ya capital. Mwishowe ataenda Ikonge Market ahutubie wananchi, na kama saa itaruhusu atamalizia Chebirati. Kenya wenyewe wanasema kila mtu na kwao. Kwa hivyo atakakuwa rais unaanza na kwenu. Serikali ya Tanzania imesema hakuna sheria iliyokiukwa na mahakama ya hakimu mkazi wa Kisutu jijini Dar es Salaam ilipoamua kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kwa njia ya mtandao. Haya yameelezwa Ijumaa bungeni jijini Dodoma na mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Jauhar wakati wa mijadala ya bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka 2025-26. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa alizungumzia swala hili kwa kusema kuwa huduma ya mahakama mtandaoni itaendelea hasa kunapokuwepo na viashiria vya matishio ya kiusalama. Msikilizaji, na kutakia siku ya Labour Day njema. Habari zetu za Dira zinakomea hapo kwa sasa. Naitwa Nur Said. Assalamu alaikum. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea IKRA FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.ikrafm.com au www.ikrafm.webradiosite.com tukuangazie yote yanayojiri. IKRA FM 95.0, idhaa ya tofauti.